tumekutana na msemaji wa Wasafu jamani. Na huyu ndio mwenyekiti, akisema mwenyekiti heshima kwake. Mwenyekiti, tuambie ukweli. Ndio. Ni wakina nani hao ambao walikuwa wanawaanza nyie kusema hawa watu wamekimbilia milimani, hawa watu wa milimani ni watu wa wapi labda? Yani hiyo ni kwa ajili ya wale waanzisha propaganda zile za kusema Wasafu wamekimbilia milimani. Kwa hiyo ndio maana tuwape ujumbe kwa njia ya nyimbo. Yani haijalishi awe ni nani mwenye propaganda hizo. Hiyo ngome inamhusu kuwa ni muongo. Jamii jua kabisa ni muongo aliyekuanzisha propaganda hizo. Sawa, basi mimi nikimbie kwenye hilo swali, niseme nikuulize kitu. Kuna watu mnaoita Alugu. Alugu ni wakina nani? Alugu yani watu ambao wanakuja kwenye mji wa mwenyeji. Ndio. Nimekuja kwenye mji wa mwenyeji, baadaye anataka aonekane yeye ni mwenyeji kuliko mwenyeji. Kwa hiyo ndio wale kuna ngoma yetu nyingine kweli kama tunazungumzia. Tunasema Alugevo bashelaje. Sawa. Tumerudi kwenye swali letu. Katika mkoa wa Mbeya tuna makabila makubwa haya matatu. Tuna Wasafu wa wenyewe, tuna Wakinga, lakini pia tuna Wanyakyusa. Sasa Alugu ni wapi? Alugu. Kama nilivyo, Alugu ni wale watu wametoka huko vijijini kwao huko milimani wamekuja mjini kwa sababu mjini hapa ni kwa Wasafu. Mjini ni kwa Msafu hapa. Msafu ndani ya mkoa wa Mbeya ana wilaya zake ngapi? 2 tuseme. Tukiachana na Chunya kwa sababu imechanganyana kidogo. Kuna Mbeya na Mbeya mjini. Sasa kuna watu wametoka wilaya ya Rungwe, kuna watu wametoka wilaya zingine wanakuja. Wale ni Walugu wakija hapa, mama mwenyeji ni Msafu ndio mwenye mji. Okay, lakini kwa sasa mmeonyesha kweli yenyewe ni Wasafu. Moja kati ya vitu ambavyo nataka nikupongeze mwenyekiti wa Wasafu, mwenyekiti wa chama cha Tizindanaje kinacho na makazi Sumbawanga, lakini kinafanya shughuli zake mikoa yote. Iko hivi. Kuna baadhi ya nyimbo zenu kali sana ambazo tumezisikia. Kwa mfano kuna nyimbo inaitwaje ile nyimbo? Kama unaweza kanikumbusha, kuna nyimbo fulani hivi. Zipo kuna mmoja inaitwa Mshula wa Shule. Ile Mshula wa Shule. Ndio. Ile naona mmewashirikisha baadhi ya wasanii wakubwa sana. Ndio. Ni mliwezaje mpaka kuwashirikisha wasanii wakubwa kama wale, kwa sababu sisi wasanii tunawaona East Africa, tunawaona kwenye TV kubwa sana. Nyie mliwezaje kama Tizindanaje mpaka mkafanikiwa kuwashirikisha wakafanya hizo nyimbo za chama? Ile nyimbo ilikuwa na ujumbe mkubwa sana kwa ajili ya hususani chama pamoja na kabila letu kwa ujumla. Na ndio maana tukaona nyimbo ile lazima tushirikishe wasanii wakubwa ambao ni wa kabila yetu la Kisafwa ili watu wapate kujua ujumbe unaozungumzia ni nini. Na ile nyimbo Msholo wa Shule wanavyotafsiri watu ni tofauti na maana ambayo tulimaanisha. Watu wanamaanisha kwamba sisi tunasema watu wanaondoka Mbeya wote, hii Mbeya wataiba. Hapana. Maana yetu ilikuwa kwa ndani zaidi. Kuna watu Wasafu walikuwa nakataa usafa wao. Kwa hiyo tulikuwa tunawaambia bwana, ukiwa huko unavyokataa usafa, kesho utakuta ile kabila yako limekufa. Baadaye tunaangalia Msafu yupo kwenye jamii hii. Ndio maana tukaanza Ushola wa Shule Mbeya wawege hiyo, yani unabaki unakataa kabila lako. Kuna watu wengine watafanyaje? Watakuja kuichukua hapo, watakuwa ndio wenye mji. Mwenyekiti, mimi nikushukuru sana, lakini utatafadhali sana kwa ajili ya kupoteza muda wako. Wakumbushe jina lako ili tuweze kumaliza, lakini najua nini maana ya Tandile Wanda, Alugu ni wakina nani katika mkoa wa Mbeya. Hiyo yote inaeleweka. Kama wewe ni Mlugu au ni nani, utajua mwenyewe. Lakini moja kwa moja tukumbushe jina lako, lakini pia tukumbushe wapi unatokea, lakini baadaye tuage wa Tanzania. Nashukuru sana kukutana na ndugu yangu leo hii kwenye interview hii. Nadhani tumeongea vitu vizuri vya kujengana. Kwa majina kama nilivyojitambulisha awali, naitwa Sadiki Rafael Mwandoje, ni mwenyekiti wa kikundi cha ngoma Tizindanaje, kinapatikana Sumbawanga. Mimi mwenye makazi yangu yako kwa Sumbawanga, japo ni mzaliwa wa Mbeya Iwalanje. Iwalanje hapo juu. Iwalanje hapo juu. Na kaswali. Karibu. Nasikia kuna aina ya mbuzi pia zinaliwaga pale Iwalanje, ni kweli? Bwana, niwatakie mchana mwema na jioni njema wote ambao mmetutazama. Big up sana, ni wenu Chao Asa Movies. Bye.